Wakasema hapana, ujinsia ni jambo la msingi. Kwa sababu katika ujinsia lazima tuhakikishe kuna wanawake, tuonyeshe kwa mfano. Na mwisho nafikiri, na kama sijasahau mengine, muungano. Lazima taswira ya wale watano ionyeshe sura ya muungano kwa maana ya Tanganyika na Zanzibar. Sasa walipokuja kwenye 35-45 wakachakata kwa vigezo vya maadili, pale wakampata January Makamba. Walipokuja 46 mpaka 56 wakachakata, hapo wakampata John Pombe Magufuli. Kutoka 57 mpaka 67 wakachakata, wakampata Bernard Camillus Membe. Regime change haikuleta mtu, ili waondoa watu. Kwa hiyo ilimuondoa makamu wa rais, ikamuondoa waziri mkuu, na senior ministers wengine, wale mawaziri wakuu waandamizi wa muda mrefu hivyo. Baada ya hapo ikaja ujinsia. Lakini kabla ya ujinsia tukasema kuna ujinsia lakini kuna muungano pia. Sasa nianze na muungano. Muungano wakasema hapana, katika hawa lazima Balozi Amina Salmwali aingie. Kwa kutoka Zanzibar akapatikana Mtangazania mama. Lakini akasema kama ni mama ametoka Zanzibar, hatuwezi kuwa na mama mmoja, kwa lazima tupate mama mwingine kubalance msawazo kutoka bara. Hapo akapatikana Dr. Asha Rose Migiro. Kwa ile 5 ikawa imetimia. Lakini kinacholeta gumzo kubwa hapa huenda ikawa kwa nini kwenye ile wale viongozi sasa wazoefu, kwa nini hakuingia mtu fulani ambaye inaonekana ndio chachu kubwa ya wengi kuangazia kwamba pale ndio kuna kufinya demokrasia ndani ya Chama cha Mapinduzi kufanyika katika zile nafasi 5. Sasa unafikiri ni kigezo gani kingine ambacho kilitumika kuwafinya wale wengine? Sasa baada ya vigezo hivi ndio viainisha kubwa ambalo ndio hawa waliwekewa marking sheet ya kusaisha ile kwa misingi ya maadili. Na unafahamu Chama cha Mapinduzi kwa miezi zaidi ya 12 iliyopita, karibu miaka 2, waliweka adhabu kwa baadhi ya makada wake walikuwa wameanza kampeni mapema katika namna ambayo kimsingi ilikuwa inakiuka taratibu, kanuni na mienendo ya Chama cha Mapinduzi, na kukiuka hayo unakuwa wewe si mwadilifu. Kwa hiyo wakawekewa vigezo pale. Na katika watu ambao walikuwa wakiukaji wakubwa, waliopigiwa hesabu, walikosa max kabisa. Kwa hiyo katika wale 5 mtu ambaye alikuwa amepata max za juu kabisa, kwa maana namna ambavyo aliendesha zoezi la kutafuta kupewa dhamana na chama chake, namna ambavyo alifanya kampeni yake, namna ambavyo alijitambulisha kwa watu, na namna ambavyo katika miezi 24 iliyopita amekuwa akijinasibu na harakati ya kutafuta urais. Utagundua mwisho wa siku huyo aliyekuwa na max kubwa kuliko wengine alikuwa John Pombe Magufuli, na wale wengine ambao watu waliwatafakari sana ilikuwa chini kabisa. Kwa hiyo nikasema ni vema Watanzania wakafahamu watu wanaweza kuwa na chuki, lakini kubwa, ili ulielewe jambo, hata kama ni jambo ambalo mtu usiyempenda amelifanya, chuki huwa haikusogezi kufahamu. Unatakiwa usogee ujue ni nini hasa kilifanya hawa kaenda. Sasa ninaposikia viongozi hawa wanalalamika kama vigezo vilikiukwa na nini, najiuliza, hivi ninyi mlifahamu vigezo hivi? Mimi kijana mwananchi wa kawaida nimefuatilia na nikasema, jamani, hapa kuna masuala haya yamewekwa hivi. Hawa wanasema walionewa, vigezo hivi walivifuatilia.